Kutokufanya mazoezi hawezi kufanya timu isije kucheza mpira. Kwa kweli nasikitika sana kwa hilo hapo. Mimi nafikiri kwamba kutokufanya mazoezi ilikuwa sio sababu kubwa sana, kwa sababu hata wasingefanya mazoezi, ina maana isinge kwa sababu ya wao kutokucheza huo mpira, kwa sababu washajiandaa muda mrefu. Mechi ya Julikao saa 8 tunacheza, ilikuwa kutokufanya kwa mazoezi kwa sababu ya msingi kabisa. Wao wangesubiri tucheze mpira, alafu kama adhabu kwa kutokuingia ingetazamwa baadaye, na nilikuwa nategemea ushindi, kwa sababu tulikuwa tunaonekana tunashinda, kwa sababu kikosi cha kwetu kiko vizuri kuliko wao, iwe hapa uwanja wa Taifa au popote tutakapotaka katika bara hili la Afrika. Tunataka kupiga nao mpira, tunafunga. Kwa kikosi cha kilichokuwa nacho sasa hivi, Simba hawana uwezo wa kutuzuia, na hilo wanalijua, ndio maana wamefanya figisu ikatokea kilichotokea leo. Imeweka dosari kubwa sana, na ndio maana nimeanza kusema kwamba tumeanza kufuatilia ligi, inafuatiliwa na Afrika nzima. Wapo watu wa Kiingereza nilikuwa naongea nao, wanasubiri mpira huu kuangalia, lakini unaambia kwamba leo mpira umeahirishwa. Ina maana ni udhaifu mkubwa sana kwa chama chetu cha mpira. Kwa kweli na imani Karia inabidi jitafakari. Nilikuwa nategemea kwamba wangesimamia kwamba mpira uchezwe ili dunia nzima ione mechi ya leo, lakini kuna udhaifu ambao umetokea. Wewe ndio ungekuwa Karia, maamuzi yako yangekuwa ni yapi? Game lichezwe. Nilipigana game lingechezwa. Baada ya game ndio tukionekana, kwa sababu tuko na imani kwamba tunashinda. Kwa kweli nasikitika, kwa sababu ndugu zetu wamepata hasara kubwa sana. Kujiandaa na kufuata mechi kwa kweli ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo kwa kweli inauma, kwa sababu watu wametoka mbali, kuna watu wametoka Tunduma, kuna watu wametoka Musoma, kuna watu wametoka Mbeya hapa, kuna watu wametoka Moshi, kuna watu wametoka Zanzibar, wamefuata game kwa gharama zao, alafu wanakuja kuambia mpira hamna. Kwa kweli nasikitisha sana.